Ujambo wapendwa watazamaji wa television Kwetu News TV 24. Karibu kwenye taarifa hii ya habari. Tunakujuza kwa habari za kuaminika za kitaifa na kimataifa kwa uwazi na kwa wakati. Endelea nasi mpendwa mtazamaji. Kwanza acha tukujie na muktasari wake. Jean-Fils Ngaikomo, naibu wa mkoa kutoka Kwilu, atoa tahadhari kuhusu koza kwa mili katika vyumba viwili vya kuhifadhia maiti vya hospitali kuu ya rufaa ya Bandundu. Wakili Fredy Basomba analaani vikali mashambulizi yasiyo na msingi na shutuma zisizo na msingi zinazotolewa dhidi ya baadhi ya wajumbe wa baraza la mawaziri la waziri wa fedha. Tunajelekeza mjini Uganda. Uchaguzi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni yuko mbele sana. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine ameweka chini ya kizuizi cha nyumbani kulingana na chama yake. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni muktasari wake. Tufuate habari kamili. Jean-Fils Ngaikomo, naibu wa mkoa kutoka Kwilu, anatoa tahadhari kuhusu kuoza kwa mili katika vyumba viwili vya kuhifadhia maiti vya hospitali kuu ya rufaa ya Bandundu. Kwa siku mbili zilizopita, amekuwa akiita serikali ya mkoa kuingilia kati mara moja ili kurejesha heshima ya marehemu na kwa kulinda watu. Vyanzo vya hospitalini vinaripoti kwamba itilafu ya kiufundi na vyumba vya kuhifadhi maiti ambayo imeendelea kwa siku kadhaa ndiyo chanzo kikuu cha hali. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa kwenye eneo hilo, hali ya kuoza kwa baadhi ya mili imeendelea sana kiasi ya kwamba familia haziwezi tena kutumia majeneza ya kitamaduni, badala yake zinatumia mifuko ya mili kusafirisha mabaki. Hali hii inavuruga mipango ya mazishi na kuingiza jamii katika hali ya kukata tamaa. Wakili Fredy Basomba analaani vikali mashambulizi yasiyo na msingi na shutuma zisizo na msingi zinazotolewa dhidi ya baadhi ya wajumbe wa baraza la mawaziri la waziri wa fedha. Anasema ya kwamba mbinu hizi ni sehemu ya mfumo wa shinikizo la kisiasa linalolenga kupata malipo ya madai ya madeni ya umma katika ukiukaji mkubwa wa taratibu za kiutawala na mahitaji ya kisheria yanayotumika. Anarudia kwamba utekelezaji wa madeni yanayodaiwa na serikali unaongoza vikali na sheria sahihi, ikizingatia haswa hali za hazina ya umma na kanuni ya kuweka kipaumbele matumizi. Mahitaji haya ni muhimu sana katika muktadha wa sasa unaoonyeshwa na uchokozi wa Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakili Fredy Basonga analaani vikali mashambulizi haya na anawasihi umma wasidanganye na shutuma zisizo na msingi ambazo ni za kinyume na maslahi ya umma na kanuni za utawala wa sheria, huku akitambua mamlaka ya waziri wa sheria na mweka mihuri kutoa amri kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma. Hata hivyo, anatoa wito wa heshima kali kwa zana ya kutokuwa na hatia kama ilivyohakikisha na katiba, mikataba ya kitaifa ya haki ya binadamu iliyozinishwa ipasavyo na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunajelekeza mjini Uganda. Uchaguzi wa rais wa Uganda Museveni yuko mbele sana. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine ameweka chini ya kizuizi ya nyumbani
kulingana na chama yake. Kampala, Januari 16 wa mwaka 2026, kiongozi wa upingamizi wa Uganda Bobi Wine amewekwa chini ya kizuizi cha nyumbani Alhamisi jioni. Chama chake kimeshutumiwa, huku rais aliye madarakani Yoweri Museveni ambaye ametawala Uganda akiwa mbele sana katika uchaguzi kulingana na matokeo ya awali yaliyotolewa Ijumaa. Baada ya kuhesabiwa kwa kura katika vituo vya kupigia kura chini ya nusu ya chini, Yoweri Museveni amepata 76.25% ya kura, ikimlinganisha na 18.85% ya Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi. Kulingana na tume ya uchaguzi, jeshi na polisi wamezingira makazi ya rais Kyagulanyi Sentamu Robert na kumfanya yeye na mkewe wawe chini ya kizuizi cha nyumbani, ililaani jukwaa la Umoja wa Kitaifa. Chama chake Alhamisi jioni